mitaji na wawe na elimu na uelewa kupata hiyo mitaji. Leo unamwambia kijana aandike andiko la kurasa 5, kijana wa kule kijijini kule anawezaje kuandika andiko? Kuna vijana nyinyi mnawafahamu hawajasoma, lakini ni mabilionea kule sekta ya madini kule Kandaziwa. Leo unapomwambia kijana anayeanza biashara ambaye mwingine hajapata access ya kuwa na taaluma ile ya kuandika maandiko ya miradi, anawezaje kuandika hayo maandiko ya miradi? Na ndio maana mimi hata kwenye mambo niliyoshauri, nimeshauri maafisa vijana wawe chini ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, kwa sababu leo hawa vijana, maafisa vijana wakiwa kwenye halmashauri, wao unamwajibishaje? Kwa sababu posho analipwa na halmashauri, bosi wake wa kila siku ni halmashauri. Leo hata waziri ukienda kumpa maelekezo atakuitikia, lakini huwezi kumfanya chochote kama hajafanya vile ulivyoagiza. Kwa hiyo tunataka maafisa vijana wawe chini ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, ili waweze kubanwa na waweze kuwajibishwa kama wafanyi kazi pasavyo. Na nimemwambia waziri, huwezi kuwa na afisa vijana mzee. Tunataka maafisa vijana wenzetu tuongee nao lugha moja, watu wabunifu ambao ukiwashauri na ni flexible, kwamba anaweza kukimbizana. Leo yuko kijiji hiki sasa, ukishatuletea mzee awe afisa vijana, sasa tunawezaje sisi kukimbia kama vijana? Na tumeambiwa dira ya 2050 tunatakiwa tukimbie, tusiende taratibu, tusifanye business as usual, tuende kwenye business unusual. Kwa hiyo huo ndio mtazamo wangu. Lakini tuwe na benki kwenye kila mkoa, kila wilaya, kama ambavyo leo tuna CRDB wako mpaka kwenye majimbo huko. Benki ya maendeleo ya vijana iwepo ya makao makuu, lakini kuwe na matawi kwenye ngazi za mikoa na kwenye ngazi za wilaya, ili vijana wanaotaka kukopa hizi fedha waweze kupatiwa njia ya kupata hizi fedha. Na ndio maana nikasema na ile mifuko mingine yote iingize hela mule, ili vijana hawa waweze kuomba hizi fedha ziwasaidie kwenye mitaji.